Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Moja kati ya video ambayo imewasikitisha sana watu wengi ni baada tu ya dada wa taifa Mange Kimambi kuweza kuanika video mitandaoni akiwa anaonekana yupo hoi hospitalini akiwa anazungumza ni kitu gani ambacho kimemsibu. Watu wengi sana ukifuatilia katika comment ya hiyo video, wengine wakiwa wamefurahi kuona dada wa taifa amepata matatizo, wengine wamempatia pole, wengine wakiwa wanamtia moyo kwa hichi kipindi kigumu ambacho anakipitia. Tunafahamu Mange Kimambi anasumbuliwa na ugonjwa wa pressure, jambo ambalo watu wengi sana walikuwa hawalifahamu ndo hilo, kwamba Mange Kimambi pressure inamsumbua kwa kipindi kirefu sana. Sasa ukiangalia kwa sasa hivi matukio ambayo anapitia, kwanza kabisa amepoteza akaunti yake ya Instagram, akaunti kubwa kabisa ambayo ilikuwa inamsaidia yeye kupata kipato chake, lakini pia ukiangalia ameweza kupoteza application yake ya Mange Kimambi, jambo ambalo linaendelea kumsababisha tetereke kiuchumi, inaendelea kumsababisha basi ajione kwamba sasa hivi hata matumizi yake ya pesa anayapunguza kwa asilimia kubwa sana. Hiyo video Mange Kimambi akiwa anaongea hospitalini alikuwa anazungumza kwa uchungu sana. Alikuwa analaumu na kulalamika kwamba kuna baadhi ya watu wanamlalamikia, kuna baadhi ya watu wanamrudishia lawama kwamba wewe ndo sababu ya kila kitu, wewe ndiye ambaye umekuja kutuharibia taifa letu. Mambo mengi sana ametupiwa Mange Kimambi. Sasa Mange kitu ambacho ameamua kukizungumza hapa, amedai kwamba kwa sasa hivi jambo ambalo analihitaji ni faraja. Hatamani tena kuendelea kuona zile comment mbaya juu yake. Ukiangalia ni dada ambaye aliamua kusimama na Watanzania, aliamua kusimama nao ili mradi tu kupambania ile haki ambayo Watanzania walikuwa wanaitaka. Lakini unaweza kuona sasa hivi hao wa Tanzania wamemgeukia Mange Kimambi. Hao wanamwambia kwamba wewe ndo sababu ya watoto wetu kuondoka, wewe ndo sababu ya waume zetu, familia zetu kuharibika, wewe ndo chanzo. Kama tusingekufahamu wewe, huenda uchaguzi ungepita, tusingeandamana, maisha mengine yangeendelea, lakini wewe ndiyo chanzo. Sasa Mange Kimambi jambo lingine ambalo amelizungumza hapo, amehitaji msaada wa kifedha. Yani ameishiwa kiasi kwamba anakuambia hawezi kabisa kuendelea kuangalia watoto wake wawili. Tunafahamu Mange Kimambi ana watoto wawili wote wa kiume. Sasa unaweza kuona jambo ambalo lilikuwa linamuingizia pesa hapo nyuma ni umbea, na baada ya kufuatilia sana mambo ya siasa, nayo pia ilikuwa inamuingizia pesa. Watu wengi sana walikuwa wanafuatilia habari zake kwa asilimia kubwa sana. Sio kwamba zile habari Mange Kimambi alikuwa anazizungumza alikuwa apati chochote, analipwa tuseme na hizo application zinamlipa, lakini sasa hivi mambo yake yamesimama baada tu ya akaunti zake kupeperuka au kuondolewa na Meta. Basi kwa sasa hivi Mange amebaki kama alivyo. Tunafahamu huko Marekani ambapo Mange Kimambi anaishi, biashara zake nyingi ambazo anazimiliki sio kwamba hazifanyi kazi, zinafanya kazi. Lakini kama ambavyo tunafahamu, maisha ya Marekani ni tofauti na maisha ya hapa Tanzania. Maisha ya Marekani yana gharama kubwa sana. Na ukiangalia tayari Mange Kimambi alishatengeneza ule mfumo ya kwamba yeye anaishi maisha ya kifahari, maisha ya kistaa zaidi. Sasa baada tu ya kuporomoka kwa pesa zake, baada tu ya kukosa pesa, au tunaweza kusema application zake kuondoka, na akawa tena hapati kile kipato ambacho alikuwa anakipata, ni kama vile sasa hivi mambo yake hayaendi vile ambavyo yeye anataka. Lakini jambo lingine Mange amezungumza hapa, amedai kuna ugonjwa mkubwa sana ambao yeye binafsi unamsumbua na anatakiwa apatiwe matibabu ya haraka na inahitajika pesa nyingi sana. Sasa akawa anaomba msaada kwamba watu ambao wataguswa na hiyo video ambayo ameweza kuiposti katika ukurasa wake wa Twitter yani X, basi wanatakiwa tu kumchangia chochote, mwenye chochote atumie katika nambari yake. Unaweza kuona dunia haina huruma kama ambavyo Bahati Bukuku aliimba. Sasa hivi Mange Kimambi ambaye alikuwa anaishi maisha ya kifahari, anawasomesha watoto wake, anaishi maisha yake, ndio huyu kweli wa kuomba msaada. Lakini tunafahamu Mange Kimambi ana mume, aliwahi kuolewa.
Sasa huyo mume wake yuko wapi? Ni kwa nini mume wake asimsaidie? Labda huenda mume tayari ameshamsaidia kwa upande wake, na sasa hivi na yeye mume ameishiwa. Ni kwa kiasi kikubwa tunaweza kusema ni anguko la kiuchumi kwa Mange Kimambi, lakini pia mpaka anapata pressure hivi tayari ameshaona kiasi kikubwa cha pesa anaenda kukipoteza hapo mbeleni, alafu hana pesa yoyote ambayo tunaweza kusema angeendelea kusalia kuishi nayo kule Marekani. Tunaweza tushangae, lakini pia tunaweza tusishangae kumuona Mange Kimambi anarudi Tanzania kuanza maisha yake upya, kama ambavyo awali alikuwa anaishi hapa Tanzania, baadaye akabadilisha uraia ukawa Marekani. Maisha ya Marekani ni magumu sana. Hatujajua Mange Kimambi kama ataweza kusurvive Marekani. Hatujaelewa mpaka dakika hii itakuwaje kuwaje. Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na turn on notification.